Mechi ya ugenini, alama tatu nzuri za Petro. Nafikiri plani ya kocha wa Simba Dimitar Pantev kuanza bila mshambuliaji haikuwa sahihi. Kwa muda mwingi kiwanjani walikosa uhatari kwenye eneo la juu. Walikuwa slow sana kwenye maamuzi yao. Walishindwa mipambano yao dhidi ya defense ya Petro. Hata build up yao kuanzia chini nayo haikufanikiwa. Kwa nini? Wakati wanaanza build up kama kawaida, kiungo mmoja anashuka chini kutengeneza back 3. Deiraki, Wilson Nangu, Kante. Baada ya hapo walikosa machaguo ya pasi zao hasa kupitia ndani. Ni kwa sababu Petro alikuwa na idadi nzuri ya wachezaji kwenye kiungo na walifika kwenye matukio kwa wakati sahihi. Rahisi kwao kutibu mipango ya Simba wakati wanaanza mpira nyuma. Plani yao ikawa kutumia mipira mirefu, long balls, kushambulia nafasi nyuma ya defense ya Petro alionekana kuzuia kwenye high line. Walinzi wao wanakuwa karibu na mstari wa kati. Faida yake ni kuwanyima Simba uhuru kwa kuanzia mpira nyuma. Baada ya hapo Simba waliamua kutumia mipira mirefu nyuma ya defense ya Petro. Plani ilikuwa sahihi, lakini utekelezaji wa wachezaji wa mbele ndio ulioangusha. Kuna nafasi nzuri walipata, ila ufanisi ulikuwa mdogo. Kipindi cha pili Petro walibadilika sana, tofauti na kipindi cha kwanza. Kivipi? Waliongeza kasi kwenye maamuzi yao pale wanapokuwa na mpira. Fanya mpira utembee haraka na kwenye nafasi. Walishinda mipambano yao vizuri na zile second balls. Bila mpira wanakuwa na idadi nzuri ya wachezaji kwenye kuzuia. Wakiwa na mpira wanakuwa karibu sana. Rahisi kwao kuunganisha pasi kufika eneo la mbele. Notes: nafikiri plani ya Simba kuanza na force 9 iliwanyima idadi nzuri ya wachezaji kwenye box la mpinzani. Gigal kacheza game nzuri sana, kasi, ufundi pamoja na kujiamini. Jonathan Toro anafanya kazi yake vizuri sana na mpira mguuni. Kante analinda vizuri nafasi, utulivu, pasi zake kwenda mbele na mzuri kwenye kushinda juu zake. Gilberto kwenye 1v1 ngumu kukabiliana naye. Huwezi kuwa unakosa nafasi za wazi kama vile, tena level ya kimataifa na utegemee matokeo chanya kirahisi. Simba wamekosa nafasi nzuri mno. Fiti Simba Sports 0, Petro Atletico de Luanda 1. Mtazamaji wetu wa Nile TV, asante kwa kuendelea kutupa support Nile TV. Tunakuomba usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kumbuka kuwa jana Young Africans iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rabat, huku Singida wao wakichakazwa bao 2-0 dhidi ya CR Belouizdad. Leo Simba Sport imechakazwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda, huku Azam FC ikichakazwa bao 2-0 dhidi ya AS Maniema kutokea DR Congo. Ni Young Africans pekee ndio imeibuka na ushindi katika michezo hii ya CAF Champions League kwa upande wa Tanzania. Endelea kutufuatilia kwa updates mbalimbali, tukikusogezea uchambuzi wa kile ambacho tumeshuhudia katika michezo hii minne. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika zikiwakilisha timu mbili, Azam FC Singida Black Stars zikifungwa bao 2-2, huku Young Africans kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika akishinda bao 1, huku Simba ikichapwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mimi ni Lizo Sport, endelea kuwa nasi, subscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.